kwa nafasi hii ambayo ningependa kuongezea sauti yangu kwa mjadala huu ambao umeletwe wa habari ambazo ni za kusikitisha sana za uko upande wa Mwingi North. Niseme napeana rambirambi zangu kwa watu ambao walipoteza maisha yao, familia ambazo ziliwachwa na wapendwa kwa sababu ya vita ambavyo vilitokea pale. Ninashangaa ni kwa nini leo tuweze kuwa na vita baina ya watu wa uko upande wa Mwingi North na kabila jirani. Kwa sababu niseme hivi ya kwamba tumeishi na wao miaka mingi. Ukiona katika maeneo mengi ya uko Ukambani tunaishi na Wasomali, tunaishi na Waborana ambao wanafanya biashara mbalimbali, lakini na kwamba tunaishi na wao vizuri. Shida sasa vile ambayo imetokea ya kwamba imekuwa ni kupigana kwa sababu ya ngamia. Mimi kama mwakilishi wa kina mama niseme ya kwamba huko Makueni tuko na ngamia wengi sana, na wanapokuja wakati hakuna malisho tunawapatia vichaka vyetu wanalisha. Lakini sasa kama wameanza mambo ya kwanza kuua wenzetu, inakuwa ni jambo la kusikitisha na ni jambo ambalo linatushangaza. Ni kwa nini vita hivi vimeanza tukiwa tumebakisha tu mwaka mmoja kuweza kuelekea katika uchaguzi mkuu wa nchi hii. Nchi ya Kenya kusikia maripoti kama hayo ya kwamba wananchi wanaishi bila usalama ni jambo ambalo la kuhuzunisha, kwa maana tunajua amiri jeshi mkuu wetu ni president mwenyewe ama ni rais mwenyewe. Anafaa kutoa amri ya kwamba watu ambao wanapita mipaka hiyo wakaweze kurudi kwao na kutangaza tuweze kuishi kwa amani. Maneno haya ni mambo ambayo yatushangaza, yakatusitikisha. Ni kwamba kuna jambo linafanyika ili tukaweze kuelewa nini, kwa sababu mauaji yamefikia wapi, na wanaokuja kuua wanakuja kuua watu ambao wako innocent, ambao pia hawajajiami, lakini wao wamejiami. Na ni vibaya na ni ujeuri mkubwa sana ya kwamba unakuja na ngamia zako unaingiza ndani ya shamba langu, na baada ya kula mahindi yangu unanitusi na nikiongea unaniua. Mimi ningeomba ya kwamba serikali ikaweze kuchukulia maanani sana ya kwamba jambo hili ni jambo ambalo limehatarisha maisha ya wengi, sio Mwingi North peke yao, lakini ni Kenya nzima. Na hata sisi ambao tunaona ngamia kwetu, basi tunaanza kuogopa kwamba hata Makueni tutaanza kuona wakija na visu wakitaka tukutumaliza. Vita tulijua kwamba vilikuwa vinakalia upande wa Kitui South na upande wa Mwingi South, lakini sasa kama tunawakubalia kulisha, basi tutaishi vipi kama majirani? Naomba serikali ichukue nafasi hii, ama ikaweze kuchukua kama vile ambavyo imearusha ya kwamba mkuu wa polisi ama mkuu ambaye anaangalia maslahi ya security akaweze kuchukua hatua mara moja. Sisi kama viongozi tuone amechukua hatua kwamba jambo hilo halitafanyika tena, na kumeletwa uwiano baina ya makabila haya mawili, na sisi sote ni wa Kenya, hakuna ambaye si Mkenya. Hivyo ningeomba kwamba jambo hilo likaweze kufanywa kwa haraka, na ni asante sana Bwana Speaker. The Honorable Mulyungi, because of rank. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise to contribute to this special motion. It's a motion which touches my